Hii ni Chum TV Online. Furaha kiganjani. Uchafu uliokuwa katika shehia ya Michenzani umewaathiri wananchi wa shehia hiyo pamoja na wapita njia. Chum TV imezungumza na baadhi ya wananchi ambao wameeleza kuhusiana na hali hiyo. Hii ni Chum TV Online. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Mimi Subira Salu. Wenye kuhusika na mazingira haya tusaidiane kwa pamoja ili tuweze kuyaondoa huu mji uwe mzuri kutokana na mazingira yalokuwepo, watu waweze kukaa na kufanya shughuli zao. Kwa sababu tukisema tuache manispaa peke yao, vile vile tutakuwa tukitenda haki. Kwa sababu wao hata kama hawajaweza kusafisha, hatuathirika sio manispaa. Ni sisi wakazi wa hapa na watoto wetu. Kwa sababu ndio wanaoishi na kuka ndo hapa. Kwa hivyo tutakuwa tumeathirika sisi. Kwa hivyo tusichukue utamaduni wa kusema lazima manispaa analipwa atengeneze. Kwa pamoja tushirikiane wananchi. Shanifahamu. Basi tuweze kuiondoa hii hali. Hii inachoonekana mazingira mpaka sasa hivi ni mazingira kidogo ya utata, hali kidogo inatutisha na kutukatisha tamaa. Na hali hii kabla hapo palikuwa safi na patulivu, palikuwa panapendeza na panavutia. Sasa hivi tukitazama hali hii iliyopo sasa hivi inazidi kututisha, chafu na hakuna maendeleo yote tunaona mpaka sasa hivi watu zote zilizochukuliwa. Kwa hivyo umesababisha mtuamo wa maji kutokana na hali ya majenzi na kusita kwa majenzi na basi na kuendelea. Kwa hiyo kinachotokea na kilichopo kama uhalisia mnapoona huu, hatari ya maradhi, hatarishi, maji ya makaro ovyo, kutokana na mwinuko na vifusi vinasababishwa na majenzi. Kwa hiyo tungeomba sehemu husika waje kidogo kuliona ile tatizo tuweze kuliondosha kwa ujumla. Baada ya kukaa kikao kazi pale manispa pamoja na watendaji, madiwani na masheha, tulikutana pamoja kwa ajili ya kuweza kuleta haiba nzuri katika majumba haya ya Michenzani. Sasa hivi hali kidogo inapendeza. Ila katika shehe yangu kwa sasa changamoto iliyobakia, jumba nambari 5 kuna drainage ya maji machafu. Mwisho kabisa wa jumba. Hapa kuna drainage ya maji machafu ambayo kwa kweli haileti haiba nzuri, maji yamekuwa yakifurika, yanatoka na kwenda zake chini. Lakini pia nimejaribu kuzungumza na watendaji, tusaidiane tuangalie namna bora ya kuweza kurekebisha miundombinu hii ya maji ili maji yaweze kwenda kama inavyotakiwa. Kule mwanzo jumba nambari 5 maji yanakwenda vizuri, lakini huko ngazi ya mwisho inaonekana miundombinu imevunjika, haiko katika hali nzuri. Tunahitaji kuja kuirudishia, kujenga tena upya ili iweze kupeleka maji kama inavyotakiwa. Tufahamu kwamba kwa maeneo ya pale Michenzani maji ambayo yanatoka katika mabomba pale, kama nilivyosema awali, kwamba bomba zake zimeshakuwa chakavu, zimeshachoka. Ukiangalia maeneo ya jumba namba 1 mwisho pale kuelekea Miembeni kule kwa Sale Decoration, pana maskani kama nilivyozungumza kwamba pale pana maji machafu. Hivi mwezi uliopita katika kipindi cha mwezi wa Ramadhani 10 la mwanzo pale, sisi manispaa tulifanya ukarabati wa kutoa bomba ambalo limepasuka na lilikuwepo chini ya ardhi. Kwa hiyo kwa sasa hivi hali inaridhisha kwa kiasi fulani, kwa sababu ile bomba tumeitoa na wataalamu wetu wamefanya marekebisho ya kutoa bomba ile ambayo imeshachoka na kuweka bomba nyingine. Lakini mchakato wa kubadilisha mabomba yote katika majumba yote ya Michenzani ni mchakato wa muda mrefu na ambao unahitaji gharama nyingi. Kwa hiyo sisi baraza la manispaa mjini, licha ya kwamba tunashughulika na swala zima la usafi, lakini tufahamu kwamba nyumba zote za maendeleo za Michenzani ziko chini ya usimamizi wa shirika la nyumba. Kwa hiyo tunachokifanya ni kwamba ni kushirikiana baina yetu sisi manispaa ya mjini na shirika la nyumba katika kuangalia namna gani itakayokuwa bora kuhakikisha kwamba mji wetu unakuwa katika mazingira ya usafi.